ambaye ninamshukuru Mungu kwa sababu atakuwa mwema, amekuwa kimbilio la maisha yangu. Namshukuru Mungu ni kwa sababu amekuwa mwaminifu kila wakati nimuitapo. Leo ni siku ambaye nataka kuwakaribisha katika channel ambaye ni channel yake Mwenyezi Mungu, ambaye inanena kuhusu tu neno lake Mwenyezi Mungu pale katika YouTube. Inasema Sayuni TV 62. Maana yake sitakaa kimya, ni kwa ajili ya Sayuni. Leo ni siku ambaye ninasema ni asante ewe Mungu, ni kwa sababu ya kuniamsha. Na kuna jambo moja huwa nakuomba Mungu kila wakati katika kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 10. Maandiko yanasema ya kwamba Daudi alimulilia Mwenyezi Mungu akamwambia, naomba Mwenyezi Mungu uniumbie moyo mpya, moyo ambaye wenye nguvu. Na ndiposa nasema ni asante siku ya leo. Kuna mambo ambaye ningetaka kuyanena siku ya leo, kwa sababu imekuwa kuwa watu wanaomba lakini wanaona ni kama Mungu hayupo tena. Ni kwa nini? Kwa sababu hatupita kazi katika mioyo yetu, huwa hatutambui ni nani tunayeweza kumuomba. Na ndiposa wakati huu nataka tunene katika kitabu cha Mika ambaye ni nabii ambaye alikuwa ananena pale mlango wa 3 kuanzia mstari wa 4. Kama ni kitu ambaye nimeomba na ninasikia ni kama dhamiri yangu sijaweza kufikia ule Mwenyezi Mungu, huwa ninarudi kutubu ili Mungu anitie nguvu na Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja nami, ndiposa nijue ya kwamba ile kitu ambaye nimeomba Mungu amekisikia. Si kuomba tu, kunasikia maombi inaelekea mahali ambaye hapastahili, kwa sababu anasema ya kwamba hata maombi yetu ni kwa sababu tumefanya mambo mengi maovu. Wakati tunapofanya mambo maovu huwa hatukubaliani na Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu ya kuomba msamaha ama ni kwa sababu ya kutubu dhambi zetu. Maandiko yanasema ya kwamba katika hicho kitabu cha Mika 3 mstari wa 5, Mwenyezi Mungu asema hivi kuhusu manabii wanaopoteza watu wake, manabii ambao utabiri amani wakipewa kitu, lakini watishia watu kwa vitu wasipopewa kitu. Kuna manabii wa aina hiyo. Wewe ambaye ni nabii unaendelea na kutishia mtu mwingine kwa sababu hujapewa chochote. Mungu amekuwa akilaani au manabii katika kitabu cha Mika. Na Mika tunajua ya kwamba Mika alikuwa nabii mkubwa sana ambaye alikuwa ananena naye Mwenyezi Mungu. Na anasema ya kwamba Mungu asikii maombi yetu ni kwa sababu ya maombo maovu ambaye tunatenda. Na hapo tukapewa manabii wale ambaye wasipopewa kitu wawezi wakatabiria watu, wasipopewa kitu wawezi wakatabiri mambo mema ile mambo mabaya wakati wasipopewa kitu. Wewe nabii unayofanya jambo kama hayo, wewe unaweza kuomba mtu aweze kwenda wapi? Na maandiko yanasema ya kwamba hawezi akasikia ombi letu ni kwa sababu tunafanya mambo maovu. Wacha tuone mstari wa 7. Na ndiposa akasema mstari wa 6, kwenu manabii kutakuwa usiku bila maono. Kwetu manabii kutakuwa usiku bila maono. Wewe unalala tu kama wale watu wengine, na wewe ni nabii, na usiku ndio wakati ambaye wewe nabii unalala naye Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya mambo machafu ambao umebeba mchana mzima, Mungu hawezi akakusikia. Mungu hawezi akasikia ile maombi ambaye unaombea watu. Utaambia Mungu namna gani? Maandiko yanasema ya kwamba usiku utakuwa bila maono. Sasa bila maono utakuwa mtumishi wako Mwenyezi Mungu namna gani? Ni kwa sababu ya mambo madogo tunaonanga ni kama ni mambo ya kawaida, au ndio Mungu anayetasamia siku ya leo. Na hapo chini akasema kutakuwa giza kwenu bila ufunuo, kwenu manabii kutakuchwa mchana, utakuwa giza kwenu. Angalia, wakati mwingine unakuta unamtumikia Mwenyezi Mungu, lakini kila wakati unaona ni kama umefika mwisho. Ni kwa sababu kuna mambo maovu ambao umetenda, na hakuna vile utatenda mambo maovu alafu wewe mwenyewe unatarajia wale ambaye Mungu amekupatia ambao uweze kuwaongoza watende mema, watatenda mema yake. Na ndipo tunaambiwa sisi ni barua ambaye inaweza kusomeka. Maandiko yanasema ya kwamba mikono yetu imejaa dhambi. Ukisoma Isaya 1 mstari wa 15, anasema hata mkiinua mikono yenu kuniomba sitawasikiliza, nitaficha uso wangu ili nisiwaone. Ni kwa sababu gani? Tumetenda dhambi, tuko na dhambi nyingi ndani yetu, lakini wakati wa kutubu ndio hatuna. Ule mstari wa 4 akasema wakati unaokuja ambapo mtamlilia Mwenyezi Mungu lakini hata wajibu, atauficha uso wake
wakati huo, kwa sababu mmetenda mambo maovu. Hebu angalia, ukiwa Mungu amevicha uso, ni kwa sababu ya dhambi zenu. Wewe ambao unaitwa Mkristo, wewe ambao unaitwa mtumishi wake Mwenyezi Mungu, Mungu amevicha uso wake mbele yako. Hebu jiulize, utakuwa kama nani? Utakuwa unafanya kazi gani wakati umevicha uso? Mungu amevicha uso kwa maisha yako. Na ndiposa unakuta watu wengine wanauliza, watu ni manabii, lakini angalia vile shida zimewaandama. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hatunanga wakati wa kutubu. Tunaonanga sisi ni watakatifu. Hapana, tunafaa tumulilie Mwenyezi Mungu, tunafaa tumulilie. Ni kwa sababu yeye mwenyewe alituita, ni kwa sababu ya kunena naye. Na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba ule nabii ni wa aina hiyo, hata usiku wake atapata maono, mchana wake unakaa ni kama kuna giza. Ni kwa sababu hajajiunganisha naye Mwenyezi Mungu, hajamkaribia Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndani ya moyo wake umejaa mambo maovu. Manabii, kuna manabii wa ukweli. Maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wanatabiri mvua za masika, walikuwa wanatabiri mvua za vuli. Lakini leo hii tunatangaziwa na watu waweza, kwa sababu manabii hawapo tena. Wametenda mambo maovu, hawamjui Mwenyezi Mungu, hawajui ni wapi wanaelekea. Lakini kwake Mwenyezi Mungu, Mungu ako na uwezo. Kwake Mwenyezi Mungu unapomlilia, maandiko yanasema ya kwamba katika Ufunuo 3:3, kumbuka mahali uliangukia uweze kuamka na uendelee na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Enda mbele za Mungu, enda pika makoti mbele zake, selenda chini yake, umwambie Mwenyezi Mungu, naamini ya kwamba uliniita, na vile umeniita naamini ya kwamba utaninenea, utanipa maono. Lakini ukikaa bila maono utafanya namna gani? Wakati Musa alijua Mungu alimuita, wakati alipokuwa na jeshi la Misri, maandiko yanasema ya kwamba aliuliza aliyemtuma ambaye ni Mwenyezi Mungu, akamuuliza nifanye nini? Kwa sababu hii ni mbali ya Shamu, hao ni maadui wanakuja. Angalia, Mungu ananena na Musa na anamwambia, nao maadui unaowaona hautawaona tena. Wewe ambaye ni nabii, wewe umejaza mambo ambaye hayastahili ndani ya maisha yako. Wewe ambaye ueleweki, wewe ni nani? Wewe ambaye hutaki kutabiria watu wa Mungu kile ambaye kinastahili, wewe uko wapi? Enzi zile za kale, maandiko yanasema, tunajua ya kwamba kulikuwa na manabii walikuwa wanatabiri kutanyesha namna gani. Leo hii ni watu waweza, ni watu wasomi, wale ambayo wananena. Manabii walienda wapi? Manabii wasimame, watubu dhambi zao, warudi kwa kasi yao. Mungu anawahitaji. Na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba manabii wengi wanafanya hii kazi kwa sababu kupewa kitu kidogo, na wasipopewa kile kitu kidogo wanaanza kutabiria watu mabaya. Huyo sio Mungu, huyo sio Mungu. Tunahitaji kunena na Mungu, tunahitaji kuuliza Mungu mwelekeo. Katika kitabu cha Zaburi, Daudi 32:8, Mungu aliambia Daudi, nitakuonyesha njia utakaoenenda naye, na hiyo njia utakaoenenda nayo nitakufundisha kwa uangalifu mkubwa. Ndiposa Mungu aweze kuwa pamoja nawe. Roho zetu zimejaa mambo maovu na tunaenda mbele za Mungu hata bila kutubu. Na ndiposa unaona kuna kisasi kimetokea kinasema hakuna Mungu, kuna kisasi kimetokea kinasema hakuna Mungu. Ni kwa sababu kilikuta tukiwa tulikaa vibaya, hatuelezi watoto wetu Mungu ni nani. Mungu ndio alituumba, Mungu ndio ametupatia hizo nguvu ambaye tunanena nazo, ambaye tunavyosema Mungu hayupo. Mtoto mdogo anazaliwa tu na anaanza kupewa unabii, hakuna Mungu. Huyo ni unabii gani? Au ni mambo maovu ambaye yamejawa ndani ya mioyo yetu. Na kuna Mungu katika mbingu ambao ukimuomba tu anakupatia hekima. Angalia Solomon aliomba, wakati alipewa ufalme, kitu la kwanza alijua, naongoza watu, nao watu bila Mungu sitaweza. Maandiko yanasema ya kwamba aliomba Mwenyezi Mungu na akamwambia Mwenyezi Mungu, naomba unipe hekima niweze kuongoza hao watu, na hakika alimpatia hekima. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamwambia, kwa sababu hujaomba maisha marefu, hujaomba mali nyingi, na mimi nitaweza kukujasia. Na Mungu alimtendea hayo kwa sababu alimwamini Mungu. Wewe na mimi tunaamini Mungu namna gani?
wewe na Mungu, nyumba zetu zinakaa namna gani? Zinamtukuza Mwenyezi Mungu? Kwa sababu Paulo akasema kile ambao unatenda kama unajua kitakosa mwenzio usikifanye. Lakini leo hii tunafanya ile vitu ambayo tunaona wenzetu zinawakwasa, lakini tunajiita manabii, manabii ambaye wamejawa na uovu. Na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba Mungu anavicha ule uso asije akatuona. Oi Mungu wangu, naomba ukatutakaze kwa sababu uko na uwezo, ukatutakaze kwa sababu uko na uwezo. Ulituumba na ukatuita. Kuna wale manabii Mungu aliita, na kuna wale manabii ambaye walijiita. Na siku ingine nikanena nikasema ya kwamba mtu yeyote anajiita nabii amepita mapito makali, amepitishwa na Mungu mahali pakali, lakini akasimama imara akijua ya kwamba kuna Mungu. Ule ambaye anajiita mtumishi wake Mwenyezi Mungu amesimama imara, ayaansia tu hivi na akampa kwa mtumishi wake Mwenyezi Mungu, amepita mapito, amepikwa na ule mwovu shetani, amepatana na attack za shetani, ndiposa asiendelee na ile kazi. Lakini Mungu ni nani? Anatusimamisha wima. Ni kwa sababu tunaamini ya kwamba katika mlima wa Sayuni Mungu anakaa pale na waaminifu wake na wateule wake. Kuna Mungu katika mbingu. Mungu alipendezwa sana na watumishi wake. Kuna wale wengine hata hawakukufa, na hata Musa ingawa alikosea Mwenyezi Mungu, maandiko yanasema ya kwamba alipokufa na akazikwa, Mungu alikumbuka ile kazi Musa aliifanya. Hakuna mtu anajua kaburi lake liko wapi. Wewe na mimi ni nini ambaye tunataka Mungu atufanyie? Wewe na mimi ni nini unataka Mungu apendezwe naye ndani ya vinywa vyetu? Tunaomba maisha marefu. Unaomba maisha marefu ukiwa unamfanyia Mungu namna gani? Unaomba maisha marefu ikiwa umejaza mambo maovu ndani yako, unamtikisha Mungu kila siku, alafu unaomba maisha marefu. Unaomba maisha marefu kutoka wapi? Na ndiposa unaona kila siku mtu anatoa unabii kwa sababu ajua unatoka wapi. Anasema siku ya kufa kwa mtu ni kuanzia kuzaliwa. Hapana, maandiko yanasema ya kwamba katika Isaia 65 mstari wa 20 anasema Mwenyezi Mungu apendezwi na vifo za wachanga, na akasema ya kwamba kifo kinachompendeza ni kuanzia miaka 100 kwenda juu. Na hiyo miaka ilikuwa na mababu zetu, ni kwa sababu walikuwa na mheshimu Mwenyezi Mungu. Mahali walikuwa wanaenda kuabudu Mungu hapakukuwa panakanyanga watoto. Mahali walikuwa wanaenda kuabudia Mungu hakukuwa kuna kanyanga wamama wakati ni wachafu. Lakini leo hii madhabahu yake Mwenyezi Mungu ndio imebaki kuwa uwanja wa dhambi, ndio imekuwa uwanja wa mambo machafu. Na ndiposa Mungu akasikasika nasi, mambo maovu yakajaa ndani yetu. Leo hii unaposimama mahali unahubiri, hutaona mtu ambaye anasimama, wanapita kule pembeni. Lakini wakiona kitu kibaya, wakuta hata watu wako na njia mbaya, wanafanya vitu mbaya zaidi, unakuta watu wamejaa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu macho yao wanataka kutazama vitu zile mbaya, wataki kutazama zile vitu ambaye zinazompendeza Mwenyezi Mungu. Wewe na mimi, roho yako iko wapi? Wewe na Mungu, wewe na mimi tunamtumikia Mungu kani? Kwa sababu kuna Mungu. Yeremia 23:23 akanena ya kwamba nitafuteni mimi Mwenyezi Mungu niliye karibu, sio Mwenyezi Mungu aliye mbali. Kuna Mungu ambaye anatenda maajabu. Kuna Mungu anatuinua. Kuna Mungu anaweza kupanua mipaka yetu kila wakati, kwa sababu anaangalianga moyo. Mungu aangalii maumbile yako. Mungu aangalii unaenda wapi. Mungu aangalii unanena namna gani. Anachoangalia ni moyo wako. Ndugu yangu, unapomfanyia kazi, mfanyie kazi kwa moyo na ukarimu. Wacha kumfanyia kazi ukiwa unaangalia kando. Usimfanyie kazi ukiangalia mwenzio. Usimfanyie kazi ukiangalia wasee wa kanisa. Hapana, mfanyie kazi ukijua iliitwa peke yako, na Mungu atakuangalia. Katika kitabu cha Isaya 8 kuanzia mstari wa 11 maandiko yanasema ya kwamba nakuonya vikali wewe nabii, usije ukaokopa kile watu wanakiokopa. Niche mimi Mwenyezi Mungu, na mimi nitakuwa pamoja nawe, nitakuondolea miteko na itawanasa wale ambaye walikuwa wamekutekea hiyo miteko. Mungu wa mbinguni akaweze kuinua.
Mungu wa mbinguni akamulike mioyo yetu. Mungu wa mbinguni akatutende mema, na akaangalie nyumba zetu, na akaangalie yatima na wajane, kwa sababu hao ndio macho yake Mwenyezi Mungu. Mungu ukatupatie moyo wa kutenda mema kila wakati, kwa sababu wewe ni Jehova. Na wakati shetani anakuja, shetani anakuta kweli umepambika, hakuna mahali anaweza ingia. Anakuta nyumba yako ambaye ni roho yako imepambwa na moto wa Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akatuonekanie. Mungu wa mbinguni ukaweze kutuangalia. Moto wa Roho Mtakatifu ukaweze kutuondolea machafu. Roho Mtakatifu akatuongoze, hata wale wakujui wakakujue kwa sababu ya mienendo yetu. Na Mungu wa mbinguni, naamini ya kwamba anaenda kutenda jambo. Mungu wa Israeli, endelea na kufuata ujumbe pale katika hiyo channel cha YouTube, na inaamini ya kwamba utakuwa na kubariki siku baada ya siku. Kuna vitu vingi, na ukifika pale utabarikiwa sana, na Mungu wa mbinguni akawatende mema. Amen and amen.